haiwezi kujificha, haiwezi kufutwa. Mabadiliko ya watu yataendelea mpaka mwisho, na shetani hataweza kufuta jina langu katika kweli ya Bwana. Tazama na kujia kwa wakati mwingine tena. Nimekuja kuleta fafanuzi juu ya mambo yanayoendelea kwa Pascal Cushion. Simuona kuna watu tukikaa kimya itakuwa hatujatendea haki mioyo yetu na vinywa vyetu. Sometimes wakati fulani inatubidi tuongee, tulete fafanuzi ya mambo yanayoendelea kwa Pascal. Naweza nikasema kwamba Pascal Cushion ikiwa mambo yanayozungumziwa juu yake ikiwa ni ya kweli, basi Pascal ana kibarua kikubwa sana. Lakini ikiwa mambo yanayoongelewa kwa Pascal Cushion ni mambo ya kubumba, basi kwa sababu yeye anaujua moyo wake ikiwa yanayoongelewa ni ya kweli ama ni ya kubumba. Kama ni ya kubumba, basi waliozusha na kuongea hayo mambo wataaibika sana. Lakini niongee jambo hili kwamba niongee jambo hili kwa Pascal ya kwamba kama mambo yanayozungumziwa na kuongelewa kama sio ya kweli, kama sio ya kweli, kwa sababu wewe ndio unajua moyo wako ya kwamba yanaongelewa ni ya kweli au si ya kweli. Kama yanaongelewa si ya kweli, kama sio ya kweli, basi fanya namna kuwaziba midomo wote wanaoyaongea, wanaoyazungumza. Wazibe midomo wote. Wazibe midomo kwa njia ipi? Moja, wazibe midomo kwa kuonesha ushahidi. Kama wanaongea kwamba kwa umwi jengo mahali fulani, kama wanayoongea sio ya kweli, njia rahisi kabisa ya kuwaziba midomo wote wanaoongea hayo mambo ambayo inaonekana ama inaonyesha ni ya kubumba, yamebumbwa. Kama wanayoongea ni mambo ambayo sio ya ukweli, basi fanya jambo moja, uwazibe midomo. Wazibe midomo kwa njia ya kuonesha ushahidi wote. Onesha tu ushahidi. Ni kitu ambacho ni simple na ni rahisi. Maana ushahidi ni huu: kwa nauma tarehe hii, mwezi huu, mwaka huu, katika nimetibiwa, mfanywa matibabu katika hospitali hii na hii na hii, ili kuamini zaidi, nendeni kwenye hiyo hospitali. Basi ni kitu ambacho ni simple, ni rahisi na watu wataamini. Wataamini kwamba huyu mtu 1 2 3 anaumwa,
hivi 1 2 3, hali ikawa hivi, ikaisha. Akaendelea na mambo yake mengine. Lakini kitendo cha kunyamaza kimya, kitendo cha kuongea mengine na kuacha kitu kinachoitwa ushahidi, kitendo cha kuongea mengine na kuacha kitu kinachoitwa ushahidi, basi ni kwamba utawafanya watu wajue kwamba yaliyoongelewa ni ya kweli. Sasa niongee jambo hili. Kama yaliyoongelewa ni ya kweli, moja, mambo au madhara yatakayotokea ni kama yaliyoongelewa ni ya kweli, kwamba haumwi zile pesa zote ulizokuwa ukipewa, ulikuwa unatumia kufanyia mjengo, kujengea mjengo sehemu nyingine, hivi na hivi na hivi na hivi. Kama yaliyoongelewa ni ya kweli, madhara yatakayotokea katika jamii: moja, jamii itapoteza imani kwa wahubiri wote watakapokuwa na dharura za kweli. Itapoteza imani kwa wahubiri wote, kwa wahubiri ama waimbaji, wahubiri, yani kwa watu wowote maarufu. Jamii itapoteza imani kwa, hususan sana kwa wahubiri wa Injili na waimbaji wa Injili. Itapoteza imani kabisa kwao watakapokuwa na dharura zile za kweli kabisa, watakapokuwa na mambo kabisa yale ya kweli kabisa. Jamii itapoteza imani kwao kwa kuwa na imani ya kwamba unachokifanya, kilichokupata, ambacho unahisi kimekupata ama unachojifanyisha kimekupata, sio cha kweli. Yawezekana unaigiza ili unufaikemo kwa kupitia hicho, pengine unachoitwa ni ugonjwa, pengine unachoita ni safari, pengine unachoita ni kusupport Injili, pengine yani chochote kile utaonekana ni cha kubumba. Hilo ndilo dhara namba moja itakalotokea katika jamii. Lakini dhara la pili litakalotokea katika jamii, wahubiri wote wataonekana kama wahuni na wajanja. Yani ikiwa tu Pascal Kashan, ikiwa hautajitetea, hautawaziba mdomo kwa kuonyesha ushahidi, itaonekana kilichofanyika ni cha ukweli. Na kama ni cha ukweli, dhara namba 2 itakalotokea, wahubiri wote wataonekana kama wahuni na wajanja. Wote wataonekana ni wahuni na wajanja. Hata ule msisitizo, ukali, kukaripia, itaonekana ni vitu ambavyo vya kubumba, ni vitu ambavyo wanafanyia maigizo, wanaigiza. Itaonekana wahubiri wote wamechafulia hata wale ambao ni wa kweli. Lakini pia Pascal Kasha uliaminiwa kama mtu asiye na ujanja, kama baadhi ya wanaoitwa mitume na manabii na wachungaji. Uliaminiwa sana. Hebu please fanya jambo kama hili jambo sio la kweli kabisa, wazibe midomo watu kwa kuonyesha ushahidi. Ukionyesha tu ushahidi, basi
hayo mambo yote yanayojadiliwa huku, yanaongelewa huku, yote itaonekana hawatakuwa na power ya kuyaongea, hawatakuwa na nguvu na moto wa kuongea. Hivi sasa wanaongea kwa nguvu kubwa, kwa nguvu zote, ni kwa sababu tu haujaonesha ushahidi. Kuwaziba midomo watu, onesha tu ushahidi, mambo yataishia hapo. Lakini usipoonesha ushahidi, itaonekana yote yanayoongelewa ni ya ukweli. Na kama ni ya ukweli, madhara yatakayotokea kwenye jamii ndio hayo niliyoyataja. Na lakini pia usipoonyesha ushahidi au mambo haya yanayozungumzwa na kuongelewa kama ni ya ukweli, kama tu ni ya ukweli, utakuwa umelichafua jina la Kristo kwa kiwango kikubwa sana. Utakuwa umemchafua huyo Mungu wako kwa kiwango kikubwa sana. Utakuwa umechafua jina la huyo Yesu Kristo kwa kiwango kikubwa sana. Na utatumia gharama kubwa sana kutubu. Lakini pia na kwa wanaokutetea, kwa wanaokutetea, kama kweli kulikuwa na ujanja, basi tambua kuwa wanaokutetea wana deal moja na wewe. Wana deal moja na wewe. 2, wana roho ya utapeli. 3, wamenufaika na mchongo huu. 4, hawajui injili maana yake ni kukemea uchafu na uovu. Lakini narudi pale kusema yote katika yote, kama ikiwa yaliyoongelewa sio ya ukweli, basi wazibe midomo watu kwa kuonesha ushahidi. Lakini ikiwa yanayoongelewa ni ya kweli, basi utakuwa umemchafua huyo Mungu wako kwa kiwango kikubwa sana. Lakini kama si ya kweli, fanya namna uonyeshe ushahidi ili tu kuwaziba watu midomo. Hapo pindi tu utakapoonyesha ushahidi, utakuwa umewaziba watu midomo. Lakini ukikalia kimya, usipoonesha ushahidi, itaonekana yote yanayozungumzwa na kuongelewa ni ya kweli, na utakuwa umemchafua huyo anayeitwa Mungu wako kwa kiwango kikubwa mno. Nimalize kwa kusema kwamba huu sio ujumbe wa chuki, bali ni wa kiutu na kiubinadamu. Pale uonapo mwenzio kakosea, mwambie. Paona mwenzio amechafuka mahali, mwambie.
niambie. Maliza kwa kusema yote katika yote, fanya namna kuonesha ushahidi ili tu kuwaziba midomo watu wanaoendelea kuongea. Useme jambo hili unamwachia Mungu ikiwa unao ushahidi. Fanya, jitokeze hadharani, ongea, onesha ushahidi ili kuwaziba midomo watu. Lakini kama hauna ushahidi, itaonekana yote yaliyoongelewa ni ya kweli, na utakuwa umemchafua huyo Mungu wako kwa kiwango kikubwa sana. Ukifanya tu kuonesha ushahidi, utakuwa umewaziba watu midomo, watashindwa pa kuongelea. Nimalize tu kwa kukwambia, na neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nanyi nyote. Asante na amina. Maisha yangu utawale, fahamu zangu utawale, maisha yangu yatawaliwe na wewe Bwana. Utawale, nilitawaliwa na usela, nilitawaliwa na dunia, lakini sasa naomba Bwana uyatawale maisha yangu. Utawale tu, karibu Yesu. Utawale tu, karibu Yesu. Karibu Yesu maishani mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu. Bila wewe nisingekuwa hivi, bila wewe nisingeweza. Yesu tawala kazi zangu, Yesu tawala maisha yangu, Yesu tawala kuimba kwangu, Yesu tawala tabia zangu. Utawale tu, karibu
Bila wewe mimi siwezi. Tawala Bwana familia yangu, tawala Bwana wadogo zangu, tawala Bwana wazazi wangu, tawala Bwana ndugu zangu. Bila wewe Bwana hawawezi. Utawale tu, karibu Yesu. Utawale tu, karibu Yesu. Yesu akitawala maishani mwako utakuwa salama, kama mimi Geoffrey nilivyo salama. Kama kwangu imewezekana, kwako pia inawezekana. Amen.